Acha kwanza tulikuwa tunajua tunacheza mashindano aina gani na tulikuwa tuna focus kwenye mashindano. Kwa malengo lilikuwa kwenda kwenye ligi 1. Kwa hiyo tulikuwa na matayarisho mazuri kuona kwamba tunafanya vizuri katika michezo yetu yote. Na kwa hiyo toka tumeanza kwenye ligi ya mkoa naona tujapoteza mchezo mpaka hivi tumekuwa machampioni. Labda ni kitu gani ambacho kimekufurahisha sana kwa timu yako kwenye mashindano haya mpaka mfanikiwe kwa mabingwa? Kikubwa cha kwanza ni ushirikiano, cha pili usikivu. Unajua kwenye mpira lazima ukubali kujifunza. Sababu football ni science, sio kama zamani wakati sisi tunacheza. Sasa football science inahitaji elimu zaidi kuliko kitu kingine. Kwa hiyo nashukuru sana wachezaji wangu kwa kupokea kile ambacho nilikuwa najaribu kuwapa, wamekifanyia kazi mpaka tumepata matokeo haya. Mtu akikuuliza unakwenda kwenye facility msimu ujao, nini ambacho unataka kukiona kiboreshwa zaidi ili uweze kufanya vizuri kwa mashindano haya msimu ujao? Cha kwanza matayarisho tu ya timu, matayarisho ndio kila kitu. Matayarisho ya timu ndio yanakuelekeza nini unaenda kufanya kwenye mashindano unayofuata mbele yako. Kwa hiyo swala jingine kuona kwamba labda kama kuna sehemu utakuwa na mapungufu, tutajaribu kuona kama kuna watu wengine ambao wanaweza kuingia kwenye timu yetu tukaenda nao pamoja. Lakini nilikuwa nahitaji kuwa na hii timu kwa sababu ni mwaka wa pili. Na hao wadogo wanapokaa pamoja muda mrefu ndio wanakuwa bora zaidi kuliko watu wa kuingia na kutoka. Cha kwanza tunawashukuru sana kwa support yao, wametusupport sana kwa kiwango cha juu sana. Waendelee kutusupport kwa sababu bado tuna safari ndefu. Tunakotaka kwenda ni parefu na waendelee kutusupport ili watupe nguvu tuweze kufika. Kocha umekuwa ni kocha wa vijana, unafundisha vijana na hii ilikuwa ni ligi ambayo wanacheza vijana under 20 tunakwenda kwenye AFCON 2027. Kocha wa timu ya taifa msaidizi alikuwa. Ni kipi hasa wewe unakiona kuelekea 2027 kutokana na hichi kilichofanyika hapa kwenye mashindano? Kikubwa sasa hivi Tanzania kiukweli tu lazima TFF tuwape pongezi kubwa sana. Wamefanya kazi kubwa sana kwenye soka la vijana. Soka la vijana linachezwa sana. Ndio maana na timu zetu za vijana zote zina qualify kwenye mashindano makubwa. Soka na zamani zilikuwa zinatoka mapema. Sasa hivi AFCON under 17 tumecheza, AFCON under 20 ndio hiyo tunahangaika nayo na tushai kucheza. Senior timu ndo kama kawaida sasa hivi hii mara ya pili kama sio ya tatu tuna qualify kuingia kwenye hizo finali. Kwa hiyo waendelee tu kuwajenga vijana kwa sababu mpira unachezwa huko chini. Mpira unahitaji matayarisho. Huko chini kwa vijana ndio kwenye foundation ya soka. Vijana hapa waliokuepa wanatamani uzungumzie, umeshaikuwa kocha wa timu ya taifa. Sasa yani ile kipindi kile wale na sasa hivi unaona kabisa vijana wakiendelezwa kuna namna wazao kufika mbali au bado tunahitaji kuwekeza zaidi kama taifa? Kwa vijana tunahitaji kuwekeza zaidi kwa sababu kila siku vijana wanazaliwa wanakuja wanapita ndio kwenye ujana wanaenda kwenye utu uzima wanakuja vijana wengine. Kwa hiyo huku kuwekeza ipo kila siku kwenye vijana. Isipokuwa kwamba kwa vijana wa Kigoma nadhani waangalie sasa wenzao sasa hivi wanakwenda kwenye mafanikio na wenyewe wanatakiwa wafuate mfereji huo ili wote tuelekee pamoja kwenye mafanikio ya vijana. Kajuna ndoto zake ni kufika timu tayari umeshachukua kuelekea hatua inayofuatia. Tutarajie kipi na unatamani kipi hasa kufanyike ili uweze kufikia? Tutarajie mazuri kwa sababu mmiliki wa timu yuko serious kuona kwamba hiyo focus yake inatimia na wafanyaji kazi wapo na sisi watayarishaji au vijana tupo. Kwa hiyo kikubwa washabiki kuwapa support tu vijana wao kuona kwamba Kigoma sasa tunazalisha timu nyingine tunazalisha wachezaji wengi zaidi.